Wananchi nchini Tanzania wamemgeukia Samia Suluhu kwa hasira baada ya kupokea taarifa mbaya kweli kweli kutoka gerezani alipo Tundu Lissu. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Gerezani, afya hatarini, na sasa mapambano yanahamia mahakama ya rufani. Ni simulizi nzito inayomhusu mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Lissu, kiongozi wa upinzani ambaye anasukuma kwa nguvu zote kusikilizwa kwa haraka kwa shauri lake, huku muda ukiendelea kuminywa dhidi yake. Hii si tu kesi ya kisheria, ni hadithi ya maisha ya sasa na muda unaokimbia. Katika hatua mpya ya kisheria, Tundu Lissu ameiomba mahakama ya rufani Tanzania masijala ya Dar es Salaam kuhakikisha usikilizwaji wa shauri la mapitio ya jinai linalofunguliwa dhidi yake na Jamhuri. Ombi hili linakuja katika mvutano mkubwa wa kisheria unaotokana na kesi ya msingi ya uhaini inayomkabili, kesi ambayo tayari imegubikwa na mijadala mizito ya kisiasa na kisheria ndani ya nchi. Shauri hilo la mapitio ya jinai lenye namba 7203216 ya mwaka 2026 lilifunguliwa Februari tarehe 24 mwaka huu katika mahakama ya rufani. Chanzo chake ni uamuzi wa mahakama kuu katika kesi ya uhaini inayomkabili Lissu, ambapo mahakama hiyo ilikataa kuruhusu Jamhuri kuwasilisha ushahidi mpya kutoka kwa mmoja wa mashahidi wake. Uamuzi huu uliweka Jamhuri katika nafasi ya kukata rufaa ya mapitio, ikidai kutoridhishwa na maamuzi ya mahakama kuu, na hivyo kesi ikaingia katika hatua nyingine, na sasa mbele ya mahakama ya rufani, ambapo hoja kuu ni uhalali wa kuingiza ushahidi mpya katika kesi inayoendelea. Katika kujibu shauri hilo, Lissu aliwasilisha majibu yake ya maandishi pamoja na kiapo kinzani, lakini hatua yake kubwa zaidi ni kuwasilisha hati ya dharura, akiiomba mahakama ya rufani kutambua uzito wa hali yake na kuharakisha usikilizwaji wa shauri hilo. Na katika maombi yake, sababu 5 nzito zimeainishwa, sababu ambazo zinaunganisha sheria, afya na haki za msingi za binadamu. Kwanza, Lissu bado yuko kizuizini tangu Aprili mwaka jana, na hii ina maana zaidi ya mwaka mmoja gerezani, huku kesi yake ikiendelea kusikilizwa. Pili, historia yake ya usalama inaingia mezani. Mnamo Septemba tarehe 7 mwaka 2017 alinusurika jaribio la mauaji baada ya kushambuliwa kwa risasi nyingi, tukio lilomwacha na majeraha makubwa ya kudumu. Na tatu, kutokana na shambulio hilo, Lissu anahitaji uangalizi wa karibu wa kitabibu. Matibabu yake si ya kawaida, ni kufuatiliwa kwa karibu na wataalamu wa afya kwa vipindi maalum. Na 4, kwa kuwa yuko gerezani, amekosa kuhudhuria ratiba muhimu ya kliniki zake. Kukosekana kwa matibabu haya na kunaelezwa kuwa hatari kwa afya yake. Na 5, vilevile tahadhari kali zaidi kwamba kuchelewa kusikilizwa kwa ombi hili unaweza kusababisha madhara makubwa yasiyoweza kurekebishwa, na ni hoja inayobeba uzito mkubwa, uzito wa muda unaoweza kuamua hatma ya afya yake. Na wakati shauri la mapitio likisubiri kusikilizwa, kesi kuu ya uhaini inaendelea katika mahakama kuu ya Tanzania masijala ndogo ya Dar es Salaam. Kesi hii inasikilizwa na jopo la majaji watatu chini wa uongozi wa Jaji Dastan Ndunguru. Shtaka moja tu, lakini shtaka zito kuliko yote katika sheria za jinai, ambalo ni uhaini. Ni kesi inayobeba si tu uzito wa sheria, bali pia hisia za kisiasa, mjadala wa haki na mustakabali wa demokrasia nchini. Tundu Lissu si jina jipya katika siasa za Tanzania. Ni mwanasheria, mwanasiasa na mmoja wa sauti kubwa za upinzani nchini, na kwa miaka mingi amekuwa mstari wa mbele katika kupigania mageuzi ya kisiasa, uwajibikaji wa sheria na vilevile haki za kiraia. Lakini pia maisha yake yamegubikwa na matukio ya hatari, akiwemo mashambulizi ya moja kwa moja dhidi yake.
Jaribio la mauaji la mwaka 2017 liligeuka kuwa tukio la kihistoria katika siasa za Tanzania. Tukio lililoacha maswali mengi yasiyojibiwa na kumbukumbu isiyofutika katika historia ya nchi. Na sasa miaka kadhaa baadaye, jina lake linaibuka tena katikati ya kesi ya uhaini, moja ya kesi nzito zaidi zinazoweza kumkabili mwanasiasa. Kesi hii imevuka mipaka ya mahakama na imeingia katika mjadala mpana wa kitaifa, na kwa upande wa kisiasa ni kesi inayoweza kuathiri taswira ya vyama vya upinzani na nafasi yao katika ulingo wa demokrasia. Kwa jamii ni mjadala wa haki za binadamu, uhuru wa kisiasa na usawa mbele ya sheria, na pia ni suala la afya ya mfungwa ambalo linazua mjadala mwingine. Je, mifumo ya magereza inaweza kuhakikisha huduma stahiki kwa wafungwa wenye mahitaji maalum ya kiafya? Kwa wataalamu wa sheria, hoja ya kuingiza ushahidi mpya katika hatua ya kesi inaibua maswali ya msingi kuhusu taratibu za haki na usawa wa mchakato wa kisheria. Katika kiini cha simulizi hili kuna mvutano kati ya sheria na muda. Mahakama inapaswa kufuata taratibu, lakini muda hauwezi kusubiri. Lissu anasisitiza dharura na jamhuri inasisitiza haki ya kuwasilisha ushahidi wake, na mahakama inabaki kuwa msuluhishi wa mwisho katika mizani inayopima haki, afya na uhalali wa kisheria. Hatua inayofuata iko mikononi mwa mahakama ya rufani. Uamuzi wa kuharakisha au kuchelewesha usikilizwaji wa shauri hili unaweza kuwa na athari kubwa, na ikiwa ombi la dharura litakubaliwa, basi kesi inaweza kusikilizwa mapema na kutoa mwelekeo mpya katika kesi ya msingi ya uhaini, na ikiwa itacheleweshwa, basi mvutano utaendelea na maswali yatazidi kuongezeka. Na wakati huo huo, macho ya umma yanaendelea kuelezwa katika mahakama, na kila hatua, kila uamuzi unachunguzwa kwa karibu. Na katika kisa hiki si sheria pekee inayosikilizwa, bali pia muda, afya na hatima ya kisiasa. Na kadri siku zinavyosonga, swali moja linaendelea kusikika kwa sauti kubwa zaidi: je, itawahi kuipata kasi ya muda? Ndiyo maswali ambayo yanazidi kuulizwa. Zidi kuwa nasi, subscribe, like na kushare video zetu, na kila wakati tafadhali gonga alama ya kengele ndipo usipokee taarifa hizi kupitia notification, ndio unaingia moja kwa moja.